Mungu ni mwema, Mungu ndiye mweza yote. Yeye ndiye anayesimama katika kila tunalolifanya. Yesu anaweza. Sasa anaweza kwa namna gani? Yeye ajua. Wakati mwingine tunaweza kuona tunaumia, lakini kumbe ndio anatuponya. Basi muda wa maombi ni sasa, na katika maombi haya tunasimama na kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 30 aya ile ya 16. Na Bwana anasema kupitia mtumishi wake Yeremia, basi watu wote wakulao wataliwa, na adui zako wote watakwenda kufungwa kila mmoja wao, na hao waliokuteka nyara watatekwa, na wote waliokuwinda Bwana anasema nitawafanya kuwa mawindo. Tunakwenda kumshukuru Mungu kwa neno hili, kwa maana Mungu anatuhakikishia kwamba yeye ndio adui wa adui zetu. Nami nitaanza kwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Nasema asante Bwana, asante mfalme wa amani unayetenda katika yote. Mimi ni nani Bwana? Mimi si chochote. Mimi ni mdogo kati ya wadogo wote katika shamba lako, katika utumishi. Si chochote, sihitaji chochote, wala sistahili chochote, bali naifanya kazi yako Bwana, ili wewe Mungu jina lako litukuzwe. Unapowaponya, unapowabariki, unapowainua, unapowarehemu, unapowasamehe watu dhambi zao, mwisho wake wanakusifu Bwana. Nami ndio tumaini langu na furaha yangu, kuona jina la Bwana, jina la Bwana wangu linaendelea kutukuzwa ulimwenguni kote. Naenda kila mahali katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Ninapita sasa kwa neno la Bwana. Bwana anasema atatumia mtumishi wake kwa ajili ya kufikisha ujumbe wake. Nami nimepokea ujumbe huo. Nami nimepokea utumwa huo. Nami nimepokea kazi hiyo. Ninakushukuru Yesu kwa kuniamini, kwa kunipa kazi hii. Baba, najiungamanisha na nchi yote na kila mahali, kila ardhi walioikanyaga hao, ninajiungamanisha nayo kwa jina la Yesu, ili nguvu yako Bwana ipate kufika kupitia njia ya mawasiliano haya. Haijalishi wako mbali kiasi gani, nguvu ya Bwana na ipite katikati ya mawasiliano haya, na ipite katikati ya yeyote anayesikiliza, na ipite kila mahali Bwana Mungu mtakatifu na Mungu mwenye nguvu. Ninakushukuru Yesu, ukadhiriki kaonekane Bwana. Tuma jeshi lako la malaika lisambaye sasa kila mahali, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini Bwana. Ninatamka kuwafunga wakuu wote wa anga, wakuu wote wa anga ninawafunga, kwa sababu hao ndio wanazuia maombi, hao ndio wanazuia sala, hao ndio wanazuia ile nguvu ya Mungu isishuke. Na kwa mamlaka uliotupatia Bwana katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 18 ya 18 nasema, nimewapa mamlaka ya kufunga na kufungua. Kitakachofunguliwa duniani mbinguni kimeshafunguliwa, kitakachofungwa duniani mbinguni kimeshafungwa. Nami natamka ya kwamba ninafunga wakuu wote wa anga, ninawafunga wakuu wa anga Maria hapo walipo, haijalishi ni umbali kiasi gani. Ninamfunga huyo mkuu wa anga ambaye anataka kuzuia maombi. Ninafunga mkuu wa anga ambaye anataka kuzuia nguvu, hatozuia nguvu. Tunajifunza katika kitabu cha Danieli, alipotaka kuletewa taarifa kutoka mbinguni, wakuu wa anga, wakuu wa Wajemi walimzuia malaika Gabrieli. Akashuka malaika wa vita Mikaeli, akapigana na wale wakuu wa anga, akawapiga. Malaika Gabrieli akapata nguvu, akapata mwanya, akapita mpaka kwa Danieli, akamwambia huko kwa wakuu wa Wajemi walizuia taarifa, hawakutaka wewe usikie kile Mungu anataka kukuambia. Nimeacha vita, nimemwacha malaika Mikaeli anapambana na wakuu wa Wajemi. Nami natuma moto sasa kwa wakuu wa anga Maria. Natuma moto bahari ya kwanza mpaka ya 7. Natuma moto nchi ya kwanza mpaka ya 7. Ninatuma moto kila mahali. Na kamata wakuu wote wa anga, ninawafunga. Natamka sasa, malaika wa Bwana, kamata wote, funga msalabani wakuu wote wa anga, wafungwe na njia zao. Kila walipokuwa wanapita, kila walipokuwa wanategemea, wakafungwe kwa jina la Yesu. Maana Bwana anataka kuifanya kazi yake. Mungu wa mbinguni anataka kuifanya kazi yake, ili aliyefungwa akapate kukombolewa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu na Mungu mwenye nguvu, ni wewe uliyetoa neno, ni wewe unayesema watu wote wakulao wataliwa. Kila ambaye alimkamata mtumishi wako, kila aliyemkamata huyo ambaye ametekwa na hizo roho za kuzimu, ametekwa na hizo roho za baharini, ametekwa na hizo roho za shetani, haijalishi ni wakina nani katika ulimwengu wa roho, wametoka kuzimu, haijalishi wametoka baharini, haijalishi wametoka bahari ya kwanza mpaka ya 7, haijalishi
wanamlinda malkia. Hizo roho za kimalikia zote zinakwenda kufungwa msalabani katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninakwenda kubatilisha mamlaka yao yote. Nisikilizeni nyie mapepo, sikilizeni nyie katika ufalme wa giza. Sikiliza, ninawaambia, nina mamlaka ya kuambia. Nimesimama nikiwa nawaambia, jina hilo ambalo mmembatiza, jina ambalo mnalitumia kama mlango, mnamuita kwa jina hilo, nimekata mawasiliano hilo jina, hayo majina ya siri, nimefuta mawasiliano hilo, nimetengua hayo majina. Bwana anasema katika kitabu cha Zaburi ya 33 aya 10, yeye ubatilisha mashauri ya mataifa, utangua makusudi ya watu. Hayo makusudi yao ya watu, yao ya mapepo, yao ya nguvu za giza, yao yametoka mahali kokote kuzimu, ninayatengua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Natengua hiyo mamlaka, natengua hilo jina, natengua huo mpenyo, natengua hiyo njia ambayo mlikuwa mnapita. Katika jina la Yesu Kristo hamtopita tena kupitia hilo jina, kwa sababu mlikuwa mnatumia jina kusema huyu ni wa kwenu, na Bwana amesema ametenganisha, na hilo jina si la kwake tena. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mkono wa Bwana uwe pamoja na mtumishi wake, akamtetee kila mahali na kila eneo, akamtetee kila mahali na kila eneo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni wewe Baba mfalme wa amani, hakuna mwingine unaweza kutenda, unaweza kuamua, unaweza kuwapiga na kuangamiza, ni wewe. Ndio maana ukasema wakulao wataliwa, wale kufanya kuwa mawindo utawawinda, utawafunga pale msalabani. Na ndio nawatangazia sasa, wanakwenda kufungwa msalabani. Maadui wake wote, watesi wake wote watakwenda kufungwa msalabani. Malaika wa Bwana wakishughulika na hizo njia ambazo walikuwa wanazitumia. Kila njia walikuwa wanatumia ninaifunga kwa mamlaka. Kila njia na upenyo walikuwa wanapita ninafunga, hawatopita. Nafunga hizo njia, moto wa Bwana ukapite. Malaika wa Bwana wenye upanga mkali wakakee katikati ya kila njia ambayo walikuwa wanapita, ya kila njia ambayo walikuwa wanaitumia, na kila njia walikuwa wanapenya kwenda kumdhuru mtumishi wa Bwana. Malaika wa Bwana wenye upanga wa moto wakasimame kila upande, lango la mashariki, lango la magharibi, lango la kaskazini na lango la kusini, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Bwana mfalme wa amani, wewe ni Mungu wa mbinguni, hakuna mwingine, hakuna atakayesalia. Kama Bwana anavyosema, wote waliokuinda atawafanya kuwa mawindo. Yeyote anaendelea kukuinda, atakayendelea kumwinda mtumishi wa Mungu, Bwana na akamfanye kuwa mawindo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Namtenganisha mtumishi wako Bwana na kila roho inayomiliki, roho zote za kipepo, roho zote za kuzimu, kila roho ambayo imesimama ikasema tunamiliki ni wa kwetu, hizo roho natenganisha sasa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila aliyesimamisha hizo roho zote za kuzimu, roho zote za kichawi, roho zote za kiganga, zote zikasambaratishwe, zikapigwe, zikaangamizwe, zikateketezwe, zikatekwe, zikatupwe kwenye ziwa la moto katika jina la Yesu Kristo. Wakamatwe wote, asibakie hata mmoja. Nguvu ya Bwana itembee, mamlaka za kimbingu zitembee, malaika wa Bwana watembee kila mahali, kila eneo, kwa hawa watesi wake popote walipo, tangu chimbuko, tangu chanzo, tangu maagano, tangu maapizo, tangu manuizo, kila kikao kilichokalika katika ulimwengu roho. Haijalishi alikuwa mtoto, haijalishi alikuwa tumboni, haijalishi alikuwa amezaliwa, wakaweka maagano, wakaweka mikataba, wakaingia maagano ya kipepo, wakaingia makubaliano ya kichawi. Ninatengua kila makubaliano, ninafuta mikataba yao kwa damu ya Yesu, ninafuta mikataba yao kwa jina la Yesu, ninafuta makubaliano yao na ninayatengua kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hawatotumia tena, nimetengua kwa mamlaka za kimbingu. Hakuna mkataba, hakuna walari watakaotumia wakisema ya kwamba huyu ni wa kwetu. Nimetengua katika jina la Yesu Kristo, kwa maana Bwana ndiye hakimu wa mahakimu wote, ndiye baraza kuu kuliko baraza lingine lote. Yeye ndiye mfalme wa falme. Hakuna mfalme atakayeidhinisha chochote ambacho Yesu atasema hapana. Bwana akikataa akisema hapana, hakuna ufalme wote utakaofanya kazi. Na ndicho ninachokiamuru sasa, ufalme wote, ufalme wa giza, ufalme wa kichawi, ufalme wa kishirikina, ufalme wa Maria, ufalme wa miungu, ufalme wa ukoo, ufalme wa miungu ya jamaa, ufalme wa kila mahali umeshafitinika, na Bwana amesimama anamtetea mtumishi wake katika jina la Yesu Kristo. Maunganiko yoyote waliomuunganisha mtumishi wako ninayatengua mamlaka zote, natengua kila uteuzi
uchaguzi wao, kila mamlaka zao za kichawi, za kiganga, za kishirikina hazitoweza tena. Au mapepo wote wanapigwa kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wanapigwa kwa upanga wa Bwana, wanapigwa kwa moto wa Bwana, wanapigwa kwa nyundo ya Bwana. Kila anayesimama, kila anayetumwa, haijalishi wanakuja wengi, wanakuja dabo wenye nguvu zilizotimilifu, Bwana anasema atawakata. Ninatuma upanga wa Bwana uwafyeke popote walipo. Wanafyekwa katika jina la Yesu. Fyeka wote, fyeka majoka, kichwa kimoja, vichwa viwili, vitatu, mpaka vichwa 7. Wanafyekwa. Huo ni upanga wa Bwana. Fyeka wote kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu ya Bwana inatembea kila mahali, kila eneo. Ni nani wa kuweza kupambana na nguvu ya Bwana? Ni nani wa kuweza kushindana na nguvu ya Bwana? Ni yupi huyo? Ni yupi anaweza kuleta kichwa chake sasa? Ni yupi ambaye anaweza kuleta mguu wake? Ni yupi mwenye nguvu ambazo zinamshinda Bwana wa majeshi? Nguvu ya Bwana na izunguke, nguvu ya Bwana na itawale, nguvu ya kimbingu na ishuke kila mahali, iwe lango la mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Na kamata wote, malaika wa Bwana, kamata, funga pale msalabani hayo mapepo, kamata, funga hayo majoka, funga hapo yalipo, funga msalabani, tupa kwenye moto, sambaratisha. Wenye kufyekwa watafyekwa, wenye kusambaratishwa watasambaratishwa, wenye kufungwa msalabani wanafungwa. Ninatangaza kufunga kila msaada wanaomba hayo majeshi ya pepo wabaya. Mungu anasema haijalishi ni wengi, haijalishi wana nguvu zilizotimilifu, Bwana anasema atawafyeka. Kila msaada naomba, msaada kutoka bahari ya kwanza mpaka bahari ya 7, kila msaada ninatuma majeshi ya malaika yanakwenda kuwapiga huko wanakotoka. Piga kwenye malango yao, piga. Malaika wa Bwana kaa kwenye malango ya mapepo, malango yote yanotoka baharini, piga kwa jina la Yesu. Piga, fyeka, sambaratisha. Moto wa Bwana wapige, wasambaratishe wote. Kamata na nyororo ya mbinguni, ile nyororo ya mbinguni, nyororo ya Bwana, funga huko aliko, funga msalabani, funga vichwa, funga mikono, funga miguu, funga hatua zao, funga nyendo zao, funga hatua zao katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, wewe ni Yesu uwezaye yote. Hayupo mwingine bali ni wewe Bwana, Baba, shughulika na watesi wote katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ulinituma kuifanya kazi. Kila roho inayoshikilia ndani yake, natuma moto sasa ndani ya mwili. Ninakwenda kuharibu mifumo yote walioweka ndani ya mtumishi wako, hiyo mifumo ya kiroho, hiyo mifumo walioweka, hiyo mifumo ya kuzimu, hiyo mifumo wanampatia vitu vyao vya kichawi, wanampatia vitu vyao vya kiganga, wanampatia vitu vyao vya kishirikina. Ninateketeza mifumo yote ndani yake, iteketee kwa moto. Ninatuma moto, neno la Bwana ni kama moto, na sasa ninautuma moto, unaenda moto kwa jina la Yesu. Power, moto unaenda kuanzia utosini. Moto wa Bwana unateketeza kila mali yao, kila miliki yao, walipokuwa wanakaa, walipokuwa wanaketi, walipoweka madhabahu zao, walipoweka makazi yao. Bwana, wanateketezwa kwa moto. Moto wa Bwana unateketeza ndani yake chochote kile kilichokuwa ndani yake kinateketea. Hayo majoka yanateketea, hayo mayai yao yanateketea, makazi yao yanateketea kwa moto wa Bwana, kwa jina la Yesu. Power. Wewe ni Bwana, mfalme wa amani. Acha nguvu yako itembee kila mahali na kila eneo. Nguvu ile ambayo Bwana ameikusudia iende kila mahali, ikapite kuanzia utosini, ikapite kifuani, ikapite tumboni, ikapite mpaka kwenye nyayo za miguu.
waliteka hatua zake, waliteka njia zake. Kila anakopita wakawa na monitor, zile spiriti za kumonitor zote. Baba, moto wako uende ukateketeze, moto wako uende ukasambaratishe, moto wako uende ukaharibu mifumo yote iliyokuwa namshikilia, mifumo yote iliyokuwa namfuatilia, mifumo yote ya waganga waliokuwa wanatumika kama mawakala, mifumo yote ya wachawi waliokuwa wanatumika kama mawakala, mifumo yote ambayo walimweka kama remote, wakawa wanamuona tangu kuamka kwake mpaka kulala kwake, wanamzuia vitu vingine asifanye kwa sababu wanamuona. Sasa tunaituma ile nguvu ya Bwana ipite ndani yake, ipite kwenye mishipa ya damu, ipite kwenye mishipa ya maji, ipite kwenye nyama zake, ipite kwenye mirija, ipite kila mahali. Hiyo nguvu ya Bwana itembee ndani yake, ile miali ya moto ikawake ndani yake, ikaunguze, ikasambaratishe mwili wake, ukawe ni miali ya moto kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu ya giza itakayotumwa kutoka mbali ikutane na ile miali ya moto, ikaribiwe hiyo nguvu ya kichawi, ikaribiwe hiyo nguvu ya giza, ikaribiwe hiyo nguvu ambayo inazuia mifumo ya mtumishi huyu. Anashindwa kujihimili mwenyewe, anashindwa kwenda mwenyewe kwa sababu waliteka. Bwana umesema mwenyewe, wakulao wataliwa. Kila aliyemla mtumishi wako akaliwe na yeye, akaliwe na yeye, akaliwe na moto wa Bwana, moto ulao. Mungu wote ni moto ulao, Mungu wote ni moto ulao. Ninautuma moto, ninautuma moto, ninautuma moto, unaenda, wanapigwa kwa moto wa Bwana, wanapigwa kwa moto wa Bwana, wanapigwa kwa moto wa Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nguvu ya Mungu na itembee kwenye mkono wako, na itembee kwenye nyayo zako, na itembee kwenye kichwa chako, na itembee popote. Yali kama joka kwenye ufahamu, yakakamata ufahamu, yanateka ufahamu wake, yanamwangaisha. Hilo joka lililokaa likateka ufahamu. Oh, malaika wa Bwana, teka hilo joka kwenye kichwa, teka, piga. Funga nele nyoro wa mbinguni, funga nyoka wote, funga majoka kipepo, funga yote ambayo yalikuwa yanakamata ufahamu yake, yafungwe kwa jina la Yesu, yafungwe kwa jina la Yesu, yafungwe kamata yote, funga, haijalishi wako ngapi, funga wote msalabani, funga, wakaachilia ufahamu wake. Akili ambayo Mungu ulimpatia ndio akili kafanye kazi, sio akili yao ya kuzimu, sio akili yao ya kichawi, sio akili yao ya kiganga, sio akili yao ya kishirikina. Kwa namna yote, akili ambayo itokayo kwa Bwana ndio akili njema, na ikafanye kazi kwa mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nguvu ya Mungu ikatembee. I request power, inaita nguvu ya Bwana ishuke, mbingu na iteremke, wakapigwa maadui kila mmoja kwa wingi wao. Bwana anasema watafungwa adui zako zote, watafungwa. Bwana akawafunge kila mmoja, afungwe kila anayekuja mbio, anafungwa msalabani kwa Yesu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna atakayebaki salama hata mmoja. Ninawatangazia hii vita sio wanadamu, hii vita ni ya Mungu mwenyewe. Hii vita ni ya Yesu, na Bwana anasema vita si ya kwenu, vita ni ya kwangu. Kila vita mnayoinua mtakutana na nguvu ya Bwana. Kila vita mnayoinua mtakutana na mkono wa Bwana. Kila vita mnayoinua mtakutana na nguvu ya kimungu. Wanakwenda kupigwa, wanakwenda kufungwa, wanakwenda kuliwa, wanakwenda kuteketezwa, wanakwenda kusambaratishwa. Haijalishi ni nani anahusika. Bwana haangalii nani anahusika. Bwana anaangalia yule anayetuma mashambulizi. Mungu wetu ni moto lao. Ndipo anaposema wakulao wataliwa. Ule moto wa Bwana utaenda kuwala. Haijalishi ni ndugu, ni jamaa, ni marafiki, ni majirani, wanajulikana ama wajulikani. Bwana amesema wakulao watauliwa, na mimi natamka wakulao na waliwe sasa, wote wafekwe, wote wasambaratishwe, wote wapigwe, wote waangamizwe, wote wateketezwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Bwana mfalme wa amani. Sijaona mwingine mahali popote bali ni wewe. Hakuna vita ambayo tulipigana tukasema jina la Bwana litangulie tukashindwa. Hakuna vita, haijalishi vita imetoka wapi. Wanasema wana nguvu zilizotimilifu. Bwana aliwatambua akasema
Wanasema ya kwamba wana nguvu timilifu, ndio. Wanasema ya kwamba wapo wengi, Bwana anasema ndio. Lakini neno la mwisho, Bwana anasema anakwenda kupasua nira zao, anapasua uchawi wao, anapasua vifungo vyao, anawapiga, anawafyeka. Moto wa Bwana ukawapige, moto wa Bwana ukawasambaratishe, moto wa Bwana ukawafyeke, 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 ukawafyeke na kuangamiza wote. Wapigwe kwa jina la Yesu, wakapigwe kwa jina la Yesu, wapigwe, wapigwe, wasambaratishwe. Piga kwa upanga wa Bwana, piga kwa upanga wa Bwana, watesi wake wote, fyeka, angamiza, fyeka, angamiza, fyeka kila mmoja wao. Nyororo ya Bwana ishuke sasa. Malaika wa nyororo, shusha nyororo, kamata waliosalia, kamata wote, funga msalabani, funga wote msalabani, funga msalabani, funga msalabani, funga msalabani, funga wote, funga wote, funga, funga, funga wa majini yote, funga mapepo yote, funga majini ya bahari, funga yote majini kutoka kuzimu. Hazina mamlaka hizo tawala katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hizo mamlaka zao zote nimeziondolea uhalali wao, na Yesu ametamka kuondoa uhalali wao kupitia mtumishi wake. Kila uhalali wao umeondolewa kwa jina la Yesu. Kila uhalali wao, kila nguvu yao imeondolewa, kila tawala yao imeondolewa, falme yao imeondolewa, imefitinika. Kila pingu waliofunga, kila nyororo waliofunga, wakasema huyu tunamfuatilia, huyu ni wa kwetu. Bwana amesema nimemnunua huyu kwa damu ya bei mbaya, kwa damu ya pale msalabani, kwa kifo cha aibu, kwa kifo cha kuzomewa, kwa kifo cha kutemewa mate. Na Bwana akashughulike na watesi wote, Bwana akashughulike na watesi wake wote, Bwana akashughulike kama asemavyo, wakula wataliwa, waliokuinda watakwenda kuindwa, na kila atakayenyanyuka kukuinda, iwe leo, iwe kesho, iwe kesho kutwa, Bwana wa majeshi asiondoe majeshi yake, wakapigwe. Kila anajaribu kukufuatilia, kisasi chote si cha kwangu, si cha kwako, kisasi ni juu ya Bwana. Atakaye kuja na roho ya kisasi, anasema ninakwenda kumwangamiza. Wametupiga, wameturushia moto, tumeteketea, tumeungua. Oh, Bwana akashughulike nao kabla hawajakufikia, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninakufunika kwa damu ya Yesu. Ninafunika kila ulicho nacho, naifunika hiyo familia kwa damu ya Yesu, na mwili wako ukageuzwe ukawe miali ya moto. Kila atakaye kusogelea akute ile miali ya moto, miali ya moto itoka mbinguni, miali ya moto ambayo Bwana wa majeshi Yesu mwenyewe atakuwekea ndani ya mwili wako kama nguzo, kama ulinzi, na malaika zake wakikulinda kila upande, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, wakulinde masaa 24. Kila adui atakayekusogelea akafyekwe, akatekwe, akafungwe pale msalabani. Asante Yesu, asante Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu, ninakushukuru kwa ajili ya majira haya, ninakushukuru na ninabariki kila kazi uliyoifanya. Ninatambua ya kwamba umeyafanya mambo makubwa. Ninakushukuru Mungu mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni wewe Bwana uketie mahali pa juu, hakuna mwingine bali ni wewe. Ninakabidhi kila kitu mikononi mwako, nawe Mungu wa mbinguni ukaitende ile kazi uliyokusudia. Ninaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu, na wote tuseme amina.